Yesu Kristo kama kielelezo chetu ndiye mfano halisi wa yale ambayo tutayapitia kwenye ulimwengu huu tuliopo, kwa sababu tunamwona alipokuja katika kutangaza kwake Injili na yale yaliyopitia. Tunayaona pia kwa Mtume Paulo. Ukifuatilia kuhusu Mtume Paulo, ingekuwa mtu mwingine unasema tu hata hiyo kazi ya kutangaza Injili achana nayo kabisa. Lakini unahisi kwa nini Paulo pamoja na mateso aliyopitia, hiyo mijeledi aliyokuwa anapigwa, lakini haachi, akang'ang'ana tu kuendelea kutangaza Injili. Ni kwa nini? Kwa ajili tayari msingi wake aliweka kwa Yesu Kristo, na alielewa kwamba haya yote anayopitia ni kwa ajili ya kumwamini Yesu Kristo, na kuna faida zaidi kumwamini Yesu Kristo kuliko yale anayopitia. Ile mijeledi, sijui mateso aliyoteswa, aliona si kitu tofauti na kile anachokiamini kwamba Yesu Kristo ndio msingi wake imara. Ni neno ambalo na sisi leo tunapaswa kujifunza kwamba, au kujiuliza, ni kwa nini tuliamua kupata Yesu Kristo? Tulisikia Injili yake, tukachukua maamuzi ya kuja kubatizwa, tukawekewa mikono na kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa sababu gani? Tuliamini kwamba yeye ndio njia yetu ya kutupeleka kwenye uzima wa milele. Tunayotarajia ni makubwa zaidi ya yale ambayo tutayapitia. Kama mtumishi Paulo alipopitia mateso na dhoruba mbalimbali ya kuteswa kwa ajili ya kutangaza Injili ya Yesu Kristo, hivyo na sisi pia, kwa njia tuliyoamua kuifuata kumwamini Yesu Kristo, dhoruba zipo, tutazipitia, kwa sababu Shetani hafurahii kuona wote watu tunafuata Kristo. Lazima atatujaribu kwa kutuletea majaribu mbalimbali, ila mateso kama magonjwa, njaa, mavazi, ili tu kututikisa kwamba tutarudi njiani au tutaendelea. Lakini tunamwona Mtume Paulo bado akasimama imara pamoja na yale mateso. Kwa hiyo na sisi pia tunapata imani kwamba hata tuwe na mapito ya kiasi gani, uwe njaa au dhiki mbalimbali, isituondolee kuishikilia ile kamba ambayo tumeahidi, ambayo ni ya Yesu Kristo, kwa sababu tupo kwenye msingi imara. Tusiumbishwe na dhoruba mbalimbali. Na mateso sio tu yale ya kukosa chakula au mavazi au nini, umwa. Kuna mateso aina nyingi pia. Tulikuwa tunazungumza na watumishi kule nyuma kwamba unaweza kama ulikuwa umeomba kazi muda mrefu, miaka na miaka, ukawa unahudhuria kanisani kila siku, unafunga, unaomba, unatoa sadaka, ukipeleka dua zako kwa Mwenyezi Mungu kwamba akusikie ile hitaji la moyo wako, kwamba upate kazi au upate kufaulu au upate ile hitaji ambalo unapelekea Mwenyezi Mungu, na kwa juhudi ile ile na moyo ule ule unaoonyesha, Mungu anakujibu, unafanikiwa kupata kazi. Baada ya kupata kazi, je, utaendelea na ile ile morali unakuwa nayo, ule moto uliokuwa nao, unafunga, unaomba na kuhudhuria ibadani kila siku? Umepata kazi sasa, utaendelea na ule moto?
unapokea mshahara mzuri, unamkumbuka Mungu kwa fungu la 10. Kwa hiyo usipomkumbuka tayari unakuwa umeingia kwenye mateso. Kazi umepata sawa, lakini tayari inaanza kuweka mbali na Mwenyezi Mungu. Au inafika siku ya ibada, mfano una kazi labda, inafika siku ya ibada ndio simu zinaingia za wateja, tena za hela nzuri kabisa ambazo wiki nzima hii hautaingia. Shetani atakujaribu pia kwa njia hiyo. Utawaza, wiki nzima sijaingiza kiasi kama hii, acha leo usiende kanisani, kaingiza hii hela, utaenda wiki ijayo. Na utashangaa tena wiki inaenda vile vile, inayokuja tena vile vile. Karibia weekend, simu za hela ndio zinaanza kuingia. Tayari yule kama mtumishi alivyosema, ule moto wa Roho Mtakatifu unaanza kufifia. Mwisho wa siku unakufa kiimani kabisa. Ile hali inakuzoea, unaona kanisani tena ni ngoja niende kutafuta hela. Umesahau kwamba kuna kipindi ulipitia ukao unaomba unafunga kwa ajili ya hiyo kazi, ya hiyo biashara. Hivyo inatufundisha nini? Kwamba pamoja na nyakati tutakazopitia, iwe za kujaribiwa kwa namna yoyote ile, Shetani anatujaribu kwa njia hizo nyingi. Unaweza kuona kweli nje ya mafanikio, kumbe nyuma yake ina mateso. Inakuondoa kabisa kwenye njia ya kumfuata Yesu Kristo, kwenye misingi ya kumwamini Yesu Kristo. Inakupeleka sasa kwenye ya Kaisari. Sasa unakuwa unalisahau kabisa njia ya Mwenyezi Mungu. Lakini kuna faida gani? Mwisho wa siku hivi vyote vina mwisho, lakini hii njia ya Kristo mwisho wake ni ule uzima wa milele. Hivyo unawaza uchague kipi, hiki cha muda mfupi au ule uzima wa milele? Ukiwa unajua kabisa tuko hapa duniani kwa vitaji, tunapigania ule uzima wa milele, haya yote hayata kuyumbisha. Unajua kabisa anakuja kwa msimu, lakini unazingatia kwamba natakiwa kudumu katika imani, kwa sababu yupo ambaye alijitoa kwa ajili yako, akateswa kwa ajili yako, ili akuonyeshe njia sahihi ya kufikia uzima wa milele. Hivyo tunapomfuata Yesu Kristo, sio njia nyepesi. Uvumilivu pia unahitajika, imani yetu inahitajika. Tusikate tamaa, tusiumbishwe. Kama Mtume Paulo alipovumilia yale mateso, akaendelea kutangaza Injili, na sisi tudumu katika imani hii ambayo tupo leo hii, kwa ajili tupo kwenye njia sahihi. Na Mwenyezi Mungu hawezi kutuacha tuangamie kwa ajili ya majaribu, tukimwonyesha imani yetu kwamba sisi tumemchagua yeye. Hata ije dhoruba gani hatutayumbisha, sisi tupo na yeye. Mwisho wa siku atatuvusha salama kwenye hiyo mitihani, hiyo majaribu, atatuvusha salama. Kama alivyoruhusu majaribu kwa Ayubu, akapoteza kila kitu, lakini tazama mwisho wake, vile vyote alivyovipoteza akampa mara 2 yake. Na sisi leo imani yetu imarike, hata tukipitia changamoto gani, tuamini kwamba Mungu hawezi kuacha hiyo changamoto ituangamize, hawezi acha mwenye haki angamie. Hivyo ndugu zangu, tuzidi kusimama imara katika imani yetu ya kumwamini Yesu Kristo, kwa sababu ndio njia sahihi na ndio salama zaidi ambayo tunaipigania, itakayotufikisha kwenye uzima wa milele. Tuzidi kuomba, tuzidi kumwomba Mungu azidi kutupa nguvu na ujasiri kama alivyompatia Mtume Paulo, na sisi hiyo nguvu aiachilie ndani yetu. Hakuna dhoruba ambayo ituumbishe au tupoteze kwenye imani yetu. Moto wa imani yetu uzidi kuwaka ndani yetu, na Mwenyezi Mungu atatufanikisha kwenye haya yote. Bwana alibariki neno lake sasa na hata milele. Amen.